Kwenye maji, natambua kuna maeneo ndani ya Rumeru ambayo bado hayajafikiwa na huduma za maji, lakini tuna miradi inayoendelea. Tuna mradi mkubwa wa miji 28 unaendelea maeneo tofauti tofauti. Lengo letu na azma yetu ikifika 2030, pengine mbali mno, kila Mtanzania awe karibu na huduma ya maji safi na salama, kila Mtanzania. Na kwa maji kitaifa tumefikia 86-87. Ukichukua average kitaifa, asilimia iliyobaki ndani ya miaka 5 ijayo tunamaliza tatizo la maji na kwa sio issue. Tunabakia na matunzo ya vyanzo vya maji na matunzo ya usambazaji wa maji. Kwenye umeme, ndugu zangu, umeme tunakwenda kumaliza vitongoji vilivyobaki. Ilani ilitutaka tupeleke vijiji vyote, tulimaliza vijiji, tukaanza vitongoji, tukajiengeza, na tunavyozungumza nusu ya vitongoji vya Tanzania tayari vina umeme. Miaka inayokuja tunamaliza umeme kwenye vitongoji. Tukifika 2030 Tanzania yote inawaka umeme. Lakini la pili kwenye nishati ni nishati safi ya kupikia, na hiyo nayo ni ajenda yetu ili kuwanusuru kina mama na maradhi yanayotokana na moshi wa makuni na moshi wa mikaa. Nishati safi ya kupikia huko nako ni ajenda yetu. Ndugu zangu, nigusie kwenye kilimo. Watanzania ni wakulima wazuri sana. Kwenye kilimo tumefanikiwa kwanza kufanya Tanzania izalishe mazao kwa wingi. Tunavyozungumza sisi sasa Afrika ni wa pili kwa kuzalisha mahindi kwa wingi, lakini ni wa pili kwa kuzalisha tumbaku kwa wingi, na mazao mengine yanakuja juu. Tunazalisha chakula chingi sana. Sasa hivi Tanzania tunaitegemea kwa chakula kwa 128%, na pia tumeondosha ule mpaka wa mazao ya biashara, mazao ya kilimo. Sasa hivi kila zao ni biashara. Lengo letu ilikuwa ni kilimo biashara, na tukifika 2030 sekta ya kilimo ikue kwa 10%, na huko ndiko tunakoelekea, na jinsi ninavyoona tunakwenda kufikia huko. Kwa nini? Kwa sababu tumetoa kipaumbele kwanza kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tunatengeneza mabonde kadhaa ya kumwagilia, ambayo pia miradi ile inakwenda kuzuia mafuriko. Kama alivyosema mbunge hapa, tuna tatizo la mafuriko. Kwa hiyo kupitia mabonde ya kumwagilia tunakwenda kutengeneza skimu za kumwagilia na system au njia za kuzuia mafuriko.